Timu ya wananchi Young Africans imerejea kileleni baada ya kuichapa Dodoma Jiji goli 3, Depu akiendeleza kutupia. Kikosi cha Young Africans kimeibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji katika mechi ya Ligi Kuu Bara iliyochezwa Jumanne ya Januari 27 mwaka 2026 kwenye uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam. Ushindi huo ulioirudisha Young Africans kileleni mwa msimamo wa Ligi Kuu Bara kwa kufikisha pointi 22 umetokana na mabao mawili ya Laurendo Dilson Maria Aurelio Depu na moja la Prince Dube. Mechi hiyo ya 8 kwa Young Africans na 11 upande wa Dodoma Jiji, kipindi cha kwanza kilimalizika kwa sare ya bao 1-1. Dodoma Jiji ilianza kufunga dakika ya 40 baada ya Nelson Magunga kumpenyezea pasi Edgar William na kumchambua kipa wa Young Africans Djigui Diarra, kisha mpira ukajaa wavuni. Kuingia kwa bao hilo kukaiamusha Young Africans na kulisakama lango la Dodoma Jiji, ambapo Depo akasawazisha dakika 45, dakika 5 za nyongeza kwa mkwaju wa penati uliotokana na Frank Asinki kuangushwa eneo la hatari. Kipindi cha pili dakika ya 60, Depo akaongeza bao la pili akiunganisha kwa kichwa cross ya Duke Aboya. Hilo ni bao lake la 3 katika mechi mbili za Ligi Kuu msimu huu baada ya kutua Young Africans usajili wa dirisha dogo msimu huu. Dube alihitimisha ushindi huo kwa kufunga bao la 3 dakika 66 akitumia mwanya wa mabeki wa Dodoma Jiji kushindwa kuokoa hatari langoni mwao. Dube ambaye msimu uliopita alifunga mabao 13 katika Ligi Kuu Tanzania Bara, hili kwake ni bao la 4 msimu huu. Pointi 22 zimeifanya Yanga kurejea kileleni mwa msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara baada ya kucheza mechi 7 ikishusha JKT Tanzania iliyokusanya alama 21 katika mechi 12. Januari 19, 2026 Young Africans ilikaa kileleni baada ya ushindi wa mabao 6-0 dhidi ya Mashujaa FC, lakini ikaja kushushwa na JKT Tanzania iliyokuja kuichapa Singida Black Stars bao 1-0 Januari 20, 2026. Ukiweka kando hilo Young Africans kukaa kileleni, timu hiyo sasa imepata ushindi zaidi ya Dodoma Jiji mara 10 katika Ligi Kuu Bara tangu zianze kukutana katika mechi ya 11 zilizochezwa baina yao, huku moja ikiisha kwa suluhu. Dodoma Jiji haijawahi kuifunga Young Africans. Coastal Union 1 KMCFC 1. Katika uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga, wenyeji Coastal Union walitoka nyuma na kuweka mzani sawa dhidi ya KMC, mechi kisha bao 1-1. Simba alianza kutikisa nyavu za Coastal Union dakika 45 na kuipeleka Simba alianza kutikisa nyavu za Coastal Union dakika 45, dakika 4 za nyongeza na kuipeleka KMC mapumziko akiongoza goli 1-0. Mapema kipindi cha pili dakika ya 47, Grad Lassa akaisawazishia Coastal Union na kuitoa kwenye aibu ya kupoteza nyumbani. Sare hiyo imelifanya benchi jipya la ufundi la KMC chini ya kocha Abdalla Mohamed Barais kuambulia pointi ya kwanza tangu kuanza kazi baada ya awali kupoteza kwa mabao 3-0 dhidi ya TRA United. Hata hivyo, matokeo hayo si mazuri kwa KMC, kwani bado ipo mkiani mwa msimamo wa Ligi Kuu Bara ikifikisha pointi 5 baada ya kucheza mechi 11 ikishinda 1, sare 2 na kupoteza 8. Coastal Union sare hiyo imeifanya kufikisha pointi 10 na kupanda nafasi 2 katika msimamo wa Ligi Kuu Bara kutoka ya 13 hadi ya 11 na kuzishusha Dodoma Jiji pointi 10 ikizidiwa tofauti ya mabao na Singida Black Stars 9. Hivyo Coastal Union ipo nafasi ya 11 ikiwa na pointi 10, huku KMCFC ikiwa nafasi ya mwisho 16 na ikiwa na pointi 5. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili endelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kutufuatilia, cha muhimu ni wewe kuallow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Malkia wa Soka. Endelea kusalia nasi mpaka wakati mwingine. Kwa heri, mimi ni Queen Liz.